Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe mno. Amen. Haleluya. Amen. Mmeisikia injili ya Kristo. Haleluya. Hiyo ni injili ambayo inaleta uzima. Hiyo ni injili iliyobeba uzima kwa ajili ya wanadamu wote. Yeyote yule anayekaa na kuisikiliza, yeyote yule anayemkubali Yesu, Biblia inasema kwamba ana uzima wa milele. Yeyote yule aliyemkataa Yesu, yeye jehanamu ya moto inamngoja. Haleluya! Na ndiyo maana tumeona katika kitabu kile cha Marko, Biblia inaelezea kwa ajili ya yule tajiri na maskini. Mtumishi amefafanua vizuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza, mimi ninakwambia yatii maneno haya. Mimi ninakwambia yatii haya maneno. Yasikilize haya maneno. Sikiliza haya maneno, uyaweke ndani ya moyo wako, maana ipo siku inakucha utaambiwa, je, haukuyasikia maneno yale? Haleluya. Wewe ambaye unavuta bangi, ile siku utakuja utaulizwa, je, haukuyasikia yale maneno ya watumishi wa Bwana? Hakuyasikia yale maneno waliokuwa wananena pale kwa mashaka? Ila hapo utakuwa peke yako, hata kuwepo shangazi yako, wala hata kuwepo yule mwanamke ambaye ulikuwa unazini naye, hata kuwepo. Utakuwa peke yako tu, na hapata kuwa wa kukusaidia, hapata kuwa wa kukusaidia. Utakuwa mwenyewe. Utaulizwa, wewe ambaye unakunywa pombe, leo hii umefanya pombe ndiyo kiburudisho. Ile siku utaulizwa, haukuyasikia yale maneno ya watumishi wa Bwana? Haukuyasikia yale maneno waliokuwa wanahubiri pale stendi kwa mashaka? Utaulizwa. Utaulizwa na Mungu hiyo siku. Hiyo siku utakosa cha kujibu. Hiyo siku utakosa cha kujibu. Haleluya. Amen. Unabadilisha wanawake kila topo leo. Leo upo na huyu, kesho upo na yule. Unawaharibu watoto wa watu. Haleluya. Amen. Hiyo siku ya mwisho utaulizwa, haukuyasikia yale maneno? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Utaulizwa sasa, sijui utajibu nini. Haleluya. Amen. Ewe dada kahaba, dada wewe malaya, nisikilize. Walikuwepo makahaba, lakini walichinjwa na kifo. Hiyo walitwaliwa na kifo. Ile siku utaulizwa, utajibu nini wewe? Leo hii unayasikia maneno ya Mungu unayadharau, si ndio? Leo hii unayasikia maneno ya Mungu unazihaki, si ndio? Leo hii unawaona watumishi wa Mungu wanahubiri, unawatukana, si ndio? Unaleta maneno ya kashfa, si ndio? Ile siku utaulizwa, hata kuwepo mtumishi, wala hata kuwepo shehe, wala hata kuwepo hata mke wako, wala hata kuwepo hata yule ambaye ulikuwa unazini naye, hata kuwepo. Utakuwa peke yako. Hiyo siku ndiyo utalia kwa uchungu, utalia. Leo ni heri ukaokoka. Amen. Heri ukamkubali Yesu leo. Amen. Heri ukaokoka bodaboda. Unabana na kazi tu, unasema kwamba nipo bize na kazi. Sikiliza, si wenyewe ni bodaboda vile vile. Mimi ni dereva.
namtumikia Mungu na nahubiri Injili, na nakwambia hata wewe usipookoka bodaboda, jehanamu ya moto ipo. Amen. Ipo jehanamu ya moto. Ndio. Ni heri ukaokoka leo, ni heri ukampokea Yesu, maana hakuna namna yoyote ya wokovu wa mwanadamu isipokuwa tu kukubali kuokoka. Yamkini unasema mtumishi sasa anatufokea. Hapana, ninakusisitizia. Mtumishi amehubiri maneno mengi sana hapa, amehubiri, amekufafanulia, akasema kuna kifo kipo na haijulikani mwanadamu wewe utakufa saa ngapi. Yamkini ukatoka hapa tu kaendesha kwa baba abiria, ukafika huko tu ukapata ajali ukafa, na ulikuwa unayadharau maneno ya watumishi wa Mungu. Hiyo ukifa unaulizwa, kifa unaenda kwenye kiti cha hukumu, unaulizwa, unawekwa mbele za Bwana, unaulizwa, je, ulifanya nini? Je, mimi nilikuleta duniani ili uzini? Haleluya, utukufu una Bwana aliye hai. Amen. Ninawaambia maneno haya yaliyo ya kweli. Amen. Ninawaambia maneno haya yaliyo ya kweli. Ndio. Wapo wengine wanahangaika, wapo wengine wanateswa, wanazunguka kwa waganga eti wanatafuta uponyaji. Wengine wamerogwa, wanazunguka kwa waganga huku na huku, wanatafuta uponyaji. Na wengine wapo wananisikia hapa, wengine wana miilizi, wanazunguka na miilizi, wanasema kwamba tunaye mlinzi, wanailizi. Wengine wameweka ilizi kwenye nyumba zao, wengine wameweka ilizi kwenye majumba yao, hata kwenye biashara zao wameweka mailizi, alafu wanasema tunaye mlinzi. Wanamlinzi ameenda kwa mganga, mganga amemwambia chukua hiki ukatumie, itakulinda. Maandiko yanasema kwamba mji asipoulinda Bwana haulindao wafanya kazi bure. Hakuna mtu yeyote yule anayelindwa na mganga, hakuna mtu yeyote yule anayelindwa na irizi, hakuna mtu yeyote yule anayelindwa na nguvu zake. Mtu analindwa na Bwana, mtu analindwa na Bwana. Haleluya, amen. Tupo tuchawi jamani, tuchawi. Naongea na wachawi sasa. Haleluya, amen. Ninazungumza na wachawi. Ndio. Wewe mchawi unayesikia, alifikirie neno la Bwana. Wewe mchawi unayenisikia, umekuwa unakunywa damu za watu, unakunywa damu za watu. Kwanza cha kwanza, mchawi anakula mavi. Chakula cha mchawi ni mavi. Kwa hiyo mchawi, nisikilize, huo uchawi wako utakupeleka wapi? Huo uchawi wako utakupeleka wapi? Unafaidi nini ukienda kuroga? Unafaidi nini? Na wewe mganga unaenda wadanganya watu, unafaidi nini? Sikilizeni, tumemleta Yesu mahali hapa. Amen. Haleluya. Amen. Kapo kachawi fulani hapa, kapo kachawi, nikwambie, kapo kachawi kaninifuata, nikawa naomba hapo kanisani, amenifuata eti anaiba sauti yangu, eti anaiba sauti yangu, anakimbia nayo. Nikamwambia wewe mchawi, unijui eti? Nikamfukuza yule mchawi, nikamkemea kwa jina la Bwana, akarudisha sauti. Amechukua sauti yangu, mimi naomba, naichukua sauti yangu, anachukua sauti yangu, naomba, unachukua sauti yangu, na yupo mahali hapa kwa mashaka maneno haya. Haleluya. Yamkini hata ananisikia. Nisikilize wewe mama mchawi, leo hii ninakuonya, usipookoka, yamkini ni baba mchawi upo,
Usipookoka, jehanamu ya moto ipo. Jehanamu ya moto ipo, enyi wachawi. Wewe mganga wa kienyeji, okoka. Mganga wa kienyeji, okoka. Acha kudanganya watu. Mimi ninawapasulia kama yupo mganga hapa. Sikiliza, ninakwambia acha wewe mganga. Unadanganya wewe. Mwambie. Hata wewe unaenda kwa waganga. Mwambie. Unadanganya kabisa. Ninakwambia yale yaliyo kweli. Na kama wapo wachawi, ninatangaza leo kwa jina la Bwana. Haleluya. Ninasimama ninawatangazia wachawi wote wa kwa mashaka. Amen. Yamkini wanaonea. Sikiliza. Nawatangazia. Mimi waje waniroge, wajikusanye wote. Kama yupo mchawi ambaye anasema mimi ni mkuu wa wachawi, ninataka niroge mimi hapa, kwa sababu naona wanawaonea. Ninaita yeyote yule aje kuniroga. Na hata kama una nafasi, una ndugu yako labda ni mchawi, mwendee, mwambie yupo kuna mtumishi kasema kwamba anahitaji umroge. Kama wapo wanaotaka kuroga, ninasema kwa jina la Bwana, aje ajaribu. Haleluya. Aje ajaribu. Haleluya. Ndio ujue ya kuwa Yesu ana nguvu kuliko wachawi. Ndio ujue ya kuwa Yesu ana nguvu kuliko mganga. Ndio ujue ya kuwa Yesu ana nguvu kuliko kitu chochote duniani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninamtangaza Yesu leo. Yesu yeye aliyekufa pale msalabani. Haleluya. Akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka. Haleluya. Akaukomboa ulimwengu. Sasa yupo hai. Yupo juu mbinguni. Haleluya. Naye amemwagiza kila mtu atendaye dhambi atubu. Haleluya. Na ndio maana leo tunakwambia utubu. Amen. Ndio maana leo tunakwambia uache dhambi. Haleluya. Ndio maana leo tunakwambia uache ukahaba. Kwa sababu Yesu ameagiza ya kuwa kila mtu atubu. Na maandiko yanasema kwamba roho itendayo dhambi, hiyo ndio itakayokufa kabisa. Hakuna roho itendayo dhambi itakayoishi. Hakuna mjadala. Hakuna. Leo baa zimekuwa nyingi mno. Hata wewe uliyefungua baa, ninakuonya leo. Acha unawaharibu watu. Wewe ambaye umefungua baa, unawalewesha watu. Hiyo siku utakuja kulia wewe. Na ndio maana mtumishi wa Mungu akasema kwamba ukiona dada anatembea nusu uchi, anamsaidia shetani kuutangaza Injili. Hata wewe uliyefungua baa, unamsaidia shetani kutangaza habari zake. Na yeyote aliye wa shetani, jehanamu ya moto ipo. Haleluya. Haleluya. Umeteseka kwa muda mrefu, unahangaika, umeenda kwa mganga huyu, umehangaika, umeenda kwa mganga yule, umehangaika, umeharibu hela zako, unatembea huku na huku, unatafuta uponyaji. Sikiliza nikwambie, jioni ya leo ninayo habari njema. Yesu anaweza kukuponya. Yesu ana uwezo wa kukuponya. Kama umezunguka kote huko, leo njoo hapa. Leo njoo hapa uone kama Yesu atakuponya. Sogea uombewe. Acha kuzunguka kwa waganga wa kienyeji wewe. Waganga wanakufaidi nini? Wewe mchawi, acha kuwangawanga. Jehanamu ya moto ipo. Ninaamini unanisikia mchawi. Ninaamini unanisikia. Acha, ninatangaza, acha. Leo ninakuonya, acha. Biblia inasema aonywaye mara nyingi akushipaza shingo yake, ikivunjika hatapata dawa kabisa. Pale siku ukifa,
hautakuwa msamaha tena. Haupo kabisa. Msamaha upo leo. Haupo. Msamaha upo leo ambapo wewe ni mzima. Ndio. Lakini ukisha kufa hauna msamaha tena kabisa. Haleluya. Umeyasikia maneno mengi, tumeyazungumza maneno mengi, tumeyasema maneno mengi. Tumesema ukuu wa Bwana, tumemsema Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sikiliza nikwambie, ukimpokea Yesu leo una uzima. Ukimpokea Yesu una uzima. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtumishi amewaita na mimi ninawaita kwa jina la Bwana, na mimi ninawakaribisha, na mimi ninakaribisha. Mimi naita, kama yupo mchawi njoo, njoo, hata usiogope. Kama upo mchawi njoo tukuombee. Uchawi hautakusaidia. Kama upo mchawi njoo tukuombee. Umeshindwa kuacha uchawi njoo. Kama yupo mganga njoo hapa. Yamkini unasema kwamba nikiacha uganga mizimu itaniua. Wewe sikia, yeyote yule aliyekuja kwa Yesu, mizimu yote haina nguvu juu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ninakwambia, kama wewe ni mchawi njoo tukuombee. Kama wewe ni mganga njoo tukuombee. Kama wewe unavuta sigara na umeshindwa kuacha sigara njoo tukuombee. Kama wewe ni kahaba umeshindwa kuacha ukahaba, sogea tukuombee. Mimi ninasema yote. Kama wewe unazunguka unaharibu watoto wa watu, unalala nao, unazini nao, njoo hapa kama umeshindwa kuacha. Lakini kama utashupaza shingo yako, endelea na dhambi, utavunjika. Endelea tu na dhambi yako. Ninaita wale ambao wanahitaji maombi, ninawaita wote wa kwa mashaka. Unayetaka maombi njoo, sogea mahali hapa. Sogea mtu wa Mungu, sogea. Usiogope. Usione aibu. Wengine wanasema kwamba nitaonekanaje? Sikia, ile siku utakayohukumiwa utakuwa peke yako. Kabisa. Ile siku utakayohukumiwa utakuwa mwenyewe. Kabisa. Hata kuja mtu akusaidie, hata kuwepo mtu akusaidie, utamuona kabisa. Hata hawa ambao unawaona sasa hivi, hata hawa ambao unabeba nao abiria watakukataa ile siku, watasema hatumjui kabisa. Kwa hiyo ni heri ukachukua maamuzi yako wewe mwenyewe. Haleluya. Jamani, hakuna ambaye anataka maombi, hakuna ambaye anataka kuacha uchawi, hakuna ambaye anataka kuacha sigara, hakuna ambaye anataka kuacha umalaya. Mmekubaliana na dhambi, si ndio? Mmekubaliana na dhambi. Umeikubali dhambi ya uchawi kuendesha, umeikubali dhambi ya uasherati kuendesha, umeikubali dhambi ya zinaa ikuendesha. Ni huruma sana, lakini mwisho wake ni kilio. Mwisho wako ni mateso. Mwisho wako ni mateso. Wengine wanaingia makanisani lakini ni wazinzi, lakini wanaendeka kwenye mambo ya kidunia. Wengine wanaingia kanisani lakini akishatoka kanisani anaenda kuzini. Wengine wanaingia kanisani akishatoka kanisani anaenda kuwanga. Ni huruma sana. Haleluya. Ni huruma mno. Injili imekuja kwa mashaka. Hii ni injili ya uzima kabisa. Hii haichagui dini kabisa, wala haichagui kabila kabisa, wala haichagui sura kabisa, wala haichagui rangi, haibagui, haina ubaguzi. Yeyote anayemkubali Yesu anamwokoa kabisa. Hata kama wewe ni mchawi, hata kama wewe ni Mfilisti, hata kama wewe ni Mwisraeli kabisa, hata kama wewe ni Muislamu kabisa, hata kama wewe ni Mromani, hata kama wewe ni Pentekoste, hii injili haichagui, haibagui. Wengine wanasema mimi nina dini yangu, wanajificha kwenye dini, wanajificha kweli. Sikiliza, hii sisi hatukutoi kwenye dini yako.
Sikiliza, sisi tunakwambia ile iliyo kweli. Leo hii tunakuombea, leo hii tunakutangazia uzima. Yamkini ukaendelea na dini yako tu, unaweza ukaendelea nayo, lakini Yesu mwenyewe utaona anavyokubadilisha. Utaona mwenyewe kabisa. Sisi hatukukatazi kuacha dini yako kumfuata Yesu. Sisi tunakuita umpokee Yesu. Kama utaendelea na dini yako, endelea. Lakini ninaamini endapo utampokea Bwana, endapo utampokea Yesu, atakufungua macho kabisa, atakupa macho, utaona. Hapo ndipo utakapogundua mema na mabaya yako kabisa. Haleluya, haleluya, watu wa Kimara, jina la Bwana libarikiwe sana. Amina, amina, amina. Basi kwa wakati huu ninaona hakuna jamani ambaye anamtaka Yesu anyoshe mkono. Yeyote yule ambaye anamtaka Yesu anyoshe mkono. Hayupo? Amina. Anayetaka maombi anyoshe mkono. Anayetaka maombi, jamani, hapa maombi ni bure, sio kule ambako unaenda atutoze pesa, eti unaenda unatoa pesa yako eti ili uombewe, kwenda kumwangalia mtume nabii wa uongo mpaka utoe hela ndio uende ukaonane naye. Nzuri sana. Hapa maombi ni bure kabisa. Hapa ni maombi ni bure kabisa. Ni bure kabisa. Alafu unaombewa, unafunguliwa kabisa. Haleluya. Na kama kuna uchawi unakusumbua unaondolewa kabisa. Kama kulikuwa kichwa kinakusumbua kinatoka. Kama kulikuwa kifungo chochote umefungwa kinatoka kabisa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Haleluya. Basi kwa wakati huu nitakwenda kuwaombea. Tega sikio usikie maombi yangu. Haya ni maombi ninawaombea juu kwa Bwana, juu kwa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba Mungu maombi haya kwa ajili ya watu wako, wale watu wako waliotega sikio kulisikiliza neno lako. Wapo wengine Bwana walikuwa mwanzo wa injili mpaka mwisho wa injili. Baba, wewe umewapa namna ya kuvumilia ili wapate kuyasikia maneno yako. Baba, ninaomba maneno haya tuliyonena mahali hapa yakapande ndani ya mioyo yao, yakazae matunda yapasayo toba. Bwana, ninawaombea kwako, ninawaomba ukawape uzima, ninawaomba ukawape uzima, ninawaomba ukawape afya, ninawaomba ukawape uzima Bwana. Ninawaombea wote, ninawaombea na biashara zao. Kama yuko chuma ulete ambayo ananyakua pesa zao, ninamkemea kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninamwapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuanzia leo, yeyote ambaye ni chuma ulete, ambaye anazunguka kwenye maduka, yaliyoko kwa mashaka mahali hapa, ninatangaza leo ndiyo mwisho. Ninaituma damu ya Yesu ikazunguke kwa kila duka lililoko mahali hapa kwa mashaka. Ninaituma damu ya Yesu ikaangamize kila kazi za giza zilizoshikilia biashara yako, zilizoshikilia hata wale ambao ni madereva. Yamkini biashara zao zimefungwa, lakini leo ninatamka kwa jina la Yesu, leo ninazifungua biashara zote. Leo ninatamka biashara zote wote wakauze kwa jina la Bwana. Ninatangaza kufunguliwa. Kama yapo wachawi ambao wanatembelea kwa ajili ya kuwawangia wauza biashara, ninatangaza leo hakuna mchawi yoyote yule atakaye
nimesimama kwa ajili ya kwenda kuwawangia wafanyabiashara. Wapo wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kukuza biashara zao. Ninatangaza leo, ninakata connection yote ya mganga wa kienyeji na biashara yako. Leo hii ninaita damu ya Yesu ikatawale ndani ya biashara yako, ikatawale ndani ya biashara yako, ikatawale ndani ya biashara yako, ikatawale ndani ya kazi yako. Ninatangaza leo kufunguliwa, ninatangaza leo kufunguliwa. Yeyote yule aliyelisikia neno la Bwana la siku ya leo, kama alikuwa ni mzinzi akaache uzinzi kwa jina la Yesu. Kama alikuwa ni mwasherati akaache uasherati kwa jina la Yesu. Kama alikuwa ni mchawi akaache uchawi kwa jina la Yesu. Kama alikuwa ni mganga akaache uganga kwa jina la Yesu. Ninaamuru leo kwa mashaka, ninatangaza leo uzima, ninatangaza leo Yesu akazunguke kila nyumba, akatawale kila nyumba leo, akatawale kila nyumba. Ninaomba maombi ya moto, ninaomba maombi ya moto. Kila nyumba ambayo imefungwa ninatangaza kufunguliwa. Kila nyumba ambayo imefungwa na nguvu za giza ninatangaza kufunguliwa leo, ninatangaza kufunguliwa. Ninaituma damu ya Yesu ikafungue watoto wako, ninatuma damu ya Yesu ikafungue biashara yako, ninaagiza damu ya Yesu ikaokoe watoto wako, ninaagiza damu ya Yesu ikaokoe familia yako, familia zao na ndugu zako wote wakaokolewe. Yeyote aliyesikiliza maneno haya, haleluya, ninatangaza uzima ndani yake, ninatangaza wokovu ndani yake, ninatangaza wokovu ndani yake, ninatangaza wokovu ndani yake, ninatangaza wokovu ndani yake, ninatangaza wokovu, ninatangaza wokovu, ninatangaza wokovu, ninatangaza wokovu ndani ya mioyo yao, ndani ya mioyo yao. Na hili neno walilolisikia, hili neno walilolisikia ikapandwe ndani ya mioyo yao, pande ndani ya mioyo yao, ikazae matunda, ikazae matunda, matunda yapasayo toba, matunda yapasayo toba. Na kila aliyeng'ang'ana na dhambi, kila aliyeng'ang'ana na dhambi na ameisikia injili hii, ameisikia injili hii, akaache dhambi, akaache dhambi kwa mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu. Ninatangaza ukuu wa Kristo, ninatangaza ukuu wa Kristo ukazuke kwenye familia yako, ukazuke kwenye familia zako kwa jina la Yesu Kristo. Wote kimara tuseme amina. Sema amina, sema amina. Wanashaka wote wafanya biashara, semeni amina. Maana biashara zenu zimefunguliwa. Asante Jehova. Haleluya. Amen. Nitaleta ushuhuda, nitaleta ushuhuda. Yamkini ulikuwa hauuzi, najua utakuja utashuhudia. Utasema kwamba mtumishi, maombi yale uliyoomba maripale, hakika mimi niliuza. Wapo wachuma ulete ambao wanawazungukia, hauna Yesu na ndio maana wanakufuata. Laiti ungekuwa na Yesu wasingekufuata. Na ndio maana tunakwambia kwamba uokoke. Haleluya. Lakini kwa ajili ya maombi haya utauza kabisa. Na kama ni biashara yako ya magendo, na ife kuanzia leo, isite kuanzia leo, na ife, ninailani ife kabisa. Kama ni biashara ya magendo, ndio ninailani kwa jina la Yesu kabisa, ikaharibike kwa jina leo, kwa jina la Yesu. Wamebarikiwa wale wafanyao biashara zao halali, za uhalali. Asante Bwana, ninakuinua Mungu wangu aliye hai, ninakwenda kufunga Baba. Asante Mungu, ninakushukuru hata kwa ajili ya injili hii Baba, ninakushukuru. Pokea heshima na utukufu na mamlaka, vyote vina wewe. Utukuzwe Bwana hata kwa ajili ya injili hii Baba. Walio na sikio wamesikia Baba, walio na macho wameona
Mungu wangu, wewe uliye hai utukuzwe. Ninarudisha heshima na utukufu kwako, hata kwa ajili ya injili hii. Sisi hatustahili, ila utukuzwe Bwana. Baba, yamkini wameamini au hata hawajaamini, lakini Bwana, ninarudisha utukufu kwako. Wote walioisikiliza injili hii, ninarudisha utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawaombea hata wote wapita njia, Baba, wakatembee na neema hii kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na hii neno walilolisikia likawe kengele ndani ya mioyo yao, Baba, wakashuhudie kwa wenzao, wasema hakika tumeuona utukufu wa Bwana. Baba, wewe uliye hai, ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako. Amen. Haleluya. Basi kwa wakati huu tutakwenda kumsifu Bwana kwa ajili ya injili hii. Weka mziki.